Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka EAGT mji wa makimbilio kwa Pastor na Bishop Anthony Michael Asen. Ndugu yangu, leo ningependa nishare na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema, kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na uko ndiko kushindako ulimwengu hiyo imani yetu. Yaani kila mtu aliyezaliwa na Mungu anaweza kushinda ya ulimwengu. Sasa aliyezaliwa na Mungu ni mtu wa namna gani? Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari kuanzia wa 1 hadi wa 6, Yesu anamwambia Nikodemo, kila mtu aliyezaliwa kwa maji, yani aliyobatizwa, lakini pia aliyozaliwa pia kwa Roho, yani aliyojazwa Roho Mtakatifu, huyu amezaliwa na Mungu. Sasa maandiko yanasema huyu aliyezaliwa na Mungu, yani mtu aliyobatizwa na kujawa Roho Mtakatifu, ndiye anaweza kushinda ya ulimwengu. Manake ukibatizwa na ukijawa Roho Mtakatifu, mifumo ya ulimwengu huu ambayo shetani ameimwaga kwenye dunia hii na kutaka watu wote waitii, wewe uliyezaliwa na Mungu hautaweza kuitii. Kama wengine wanatii uzinzi na wanaipa uzinzi kipaumbele, wewe hauwezi kutii uzinzi. Kama wengine uuaji ndio wanaona ni furaha yao, wewe hauwezi kuwa muuaji. Kama wengine uchawi na uchafu wa dunia hii umekuwa furaha yao, maandiko yanasema kila aliyezaliwa na Mungu anaweza kuyashinda hayo. Na ukisoma mstari wa 5 anasema, mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kila anayemwamini Yesu imempasa ashinde mambo machafu ya dunia hii. Ni aibu kusema unamwamini Yesu Kristo, lakini mifumo na uovu wa dunia hii bado unakutawala. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tamani sana kuzaliwa na Mungu ili ushinde machafu na maovu ya dunia hii. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.